Ndugu waandishi wa habari, leo nimefanya ziara katika mkoa wa Mtwara kwa maelekezo maalum ya Mheshimiwa Waziri wetu Profesa Mbarawa Makame Mnyaa, ili moja, kutembelea ujenzi wa bandari ya Kisiwa Mgao, na mbili, kutembelea bandari yetu ya Mtwara na kutazama utendaji wake. Kwa upande wa bandari ya Kisiwa Mgao ambayo kimsingi inajengwa katika halmashauri ya Mtwara vijijini, nimekutana na wataalamu waliokuwa wanasimamia mradi huo, nikiwa pamoja na Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa, mwenyekiti na viongozi wa serikali. Kwa bandari ya Kisiwa Mgao naweza kusema yafuatayo machache. La kwanza, nini msingi wa kujenga bandari ya Kisiwa Mgao? Serikali iliamua kujenga bandari hii mpya ambayo itakuwa inahusika maalum kwa ajili ya kusafirisha bidhaa chafu, yaani makaa ya mawe, saruji na bidhaa zinginezo, ili kutenganisha na bandari hii ya Mtwara ibaki kusafirisha bidhaa za kawaida kama vile chakula, mafuta, magari na vinginevyo. Bandari hii ya Kisiwa Mgao inajengwa kwa thamani ya bilioni 434 na tayari ujenzi umeshaanza mwaka jana. Tunakusudia utakamilika baada ya miezi 30, na mpaka nimefika ilikuwa imefika 33%. Bandari hii ni sehemu ya maandalizi ya kufungua uchumi wa kusini mwa Tanzania. Bandari hii inakwenda sambamba na ujenzi wa bandari nyingine mpya inayojengwa Mbamba Bay. Hizi bandari mbili tunakusudia kwamba zitakuja kuunganishwa kupitia reli ya kisasa ya SGR kama ambavyo ilani ya CCM imeahidi katika mwaka 2025 na 30. Ni maono ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuifungua nchi yetu na kuhakikisha kwamba wananchi wananufaika na uchumi wa nchi yao. Kwa hiyo nimeona ujenzi unaoendelea, nimeridhishwa na nimetolea maelekezo machache kwenye bandari hii. La kwanza, nimemtaka mkandarasi na mamlaka ya bandari wahakikishe kwamba fedha inayotakiwa kurudi kwa jamii CSR isimamiwe kwa kina ili jamii inufaike na uwepo wa mradi huo mkubwa. Mbili, nimemtaka mamlaka ya bandari Tanzania TPA kuhakikisha kwamba ajira zinapotolewa za vibarua na wanaofanya kazi, vijana wa eneo hilo la Kisiwa na Mgao na Mtwara kwa ujumla wapewe kipaumbele kwa kazi ambazo ziko ndani ya uwezo wao. Lakini tatu, nimemtaka mamlaka ya bandari Tanzania ajitahidi sana kusimamia kama kutakuwa na migogoro ya aina yoyote, ahakikishe kwamba inashughulikiwa, kwa sababu lengo la miradi ni kuleta amani, kuleta furaha na kuwafanya wananchi wafurahie maisha yao, ili kuenzi kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais ya kutaka tabasamu usoni kwa wananchi wake. Lakini pia tumezungumza wakamilishe mchakato kwa ajili ya kujenga barabara inayounganisha eneo la Kisiwa Mgao pamoja na eneo la mradi, kwa sababu kwa mradi mkubwa kama huu bila kuwa na barabara nzuri ya lami bado tutakuwa na changamoto kubwa. Na kimsingi hayo ndio maombi ya mbunge wa jimbo la Mtwara vijijini. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo nimefurahishwa kuona performance ya bandari hii imeongezeka. Wakati Dr. Samia Suluhu Hassan anaingia mwaka 2021, bandari hii ilikuwa inaweza kutengeneza kusafirisha mzigo wa tani 592. Lakini taarifa inaonyesha mpaka mwaka jana mwezi wa 6 tarehe 30 mzigo ulifika tani milioni 2.5. Hii ni hatua nzuri kwamba uwezo wa bandari yetu umekuwa ni mkubwa zaidi. Hii ni jambo la kujivunia. Nimetoa rai kwa mamlaka ya bandari Tanzania, hususani bandari ya Mtwara, ni vyema sasa waanze nao kuchakata na kuangalia vizuri soko lililopo, kwa sababu tunapojenga bandari ya Kisiwa Mgao, maana yake mzigo wote wa makaa ya mawe pamoja na saruji na nyinginezo, bidhaa zingine chafu zitakwenda Kisiwa Mgao. Ukichukua milioni 2.5, toa milioni 2 ambao ndio mzigo tuliosafirisha mwaka huu, maana yake bandari hii itabaki na mzigo tani 500. Mzigo ambao utakuwa ni mdogo ukilinganisha na fedha ambazo Mheshimiwa Rais ameziwekeza hapa. Fursa ziko nyingi. Chama cha Mapinduzi leo kimetupa maelekezo kwamba serikali, tazameni kwa kina fursa za masoko kama vile nchi ya Zambia, nchi ya Malawi, nchi ya Msumbiji, nchi ya visiwa vya Komoro. Kote huko kuna fursa kubwa. Makaa mawe yanaenda nchi kama za Italia, Vietnam, korosho
pia zinaenda India, China, au tumekuwa ni wateja ambao wamekuwa wakitumia bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa uboreshaji aliofanya Mama Samia umekuwa na matokeo makubwa sana, na ndio maana hata mizigo mingi imetapakaa hapa, ni kwa sababu ya kitu kikubwa ambacho amekifanya. Lakini sio tu katika ufunguaji wa Mtwara, lakini amefungua pia na ajira kwa watu wa Mtwara. Watu wengine wameweza, kwa mfano kipindi cha korosho huwa tunaweza tukawa na watumishi takriban 700 wanaofanya kazi kwa msimu. Na hali kadhalika Mheshimiwa Rais ambapo alifanya Royal Tour aliweza kufungua sehemu ya Mtwara. Kwa mfano mwaka jana tumeweza kuhudumia meli 9 za watalii, na mwaka huu tunavyoendelea tuna meli 3 sasa hivi zinaendelea, na nyingine imetia nanga juzi. Kwa ni uwekezaji mkubwa ambao Rais ameufanya, na tunamshukuru sana. Sisi wafanyakazi wa bandari ya Mtwara tumejipanga kuhakikisha kwamba wateja wetu tunahudumia ipasavyo. Maelekezo yanatoka kupitia wizara, kupitia board, yote tunatekeleza kikamilifu. Kwa mwaka wa fedha mwezi Januari tulipokea meli moja ya magari ilikuwa magari 152. Baada hapo tukapokea meli moja ilikuwa na magari 500 kama 62. Magari hayo yanaelekea nchi za Zambia, Msumbiji na Zimbabwe. Kwa hiyo kwa namna ambayo imekuwa ni meli ambazo zilizoeleka, lakini tayari tumejipanga. Kuna maeneo mengi tumeyatenga kwa ajili ya kuhifadhi magari ambayo yako ni transit. Kwa hiyo katika hilo linalotokea kwetu sio changamoto, imekuwa ni fursa, na tumejipanga kuhakikisha kwamba tunahudumia wateja ipasavyo wa leo na hata wanaokuja katika nyakati zijazo. Magari na mitambo mingi ambayo imeshushwa hapa bandarini inayokwenda nchi jirani. Huo ni ushahidi wa wazi kwamba wateja wameongezeka kuitumia bandari ya Mtwara. Lakini vile vile nampongeza Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ya dhati ya kuhakikisha sekta hii ya uchukuzi, hasa ujenzi na uboreshaji wa bandari anaoufanya unachochea kwa kiasi kikubwa uchumi na maendeleo ya nchi yetu, sio tu ya mkoa wa Mtwara bali ya nchi yote. Lakini niombe sasa tunakwenda kuhamisha mazao ya vumbi kutoka bandari hii kubwa kwenda bandari mpya inayojengwa Kisiwa Mgao, ambayo pia tumeitembelea na ujenzi unaendelea vizuri kwa kasi. Niwaombe TPA, viongozi wa bandari ya Mtwara, lakini na serikali kwa jumla kufanya juhudi sasa za kuwatafuta wafanyabiashara watakaoendelea kutumia bandari hii baada ya mazao ya vumbi kuhamishwa, kwa sababu uwekezaji uliofanywa na serikali ni mkubwa.